Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Juni 9 siku ya Jumanne asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi, linaanza na habari kubwa inayosema rais wa CWT kortini kwa mashtaka 14 ya rushwa. Rais wa CWT kortini kwa mashtaka 14 ya rushwa. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwananchi ni bajeti tunayoitaka. Hiyo ndo habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi, inasema bajeti tunayoitaka. Boniai ataja Mbowe alivyong'olewa CDM. Huyo ni Boniai ataja Mbowe alivyong'olewa Chadema. Na msongamano wa malori kero tupu, tiba yake yatajwa. Msongamano wa malori kero tupu, tiba yake yatajwa. Na uundwaji wa tume ya Jaji Lila waibua mvutano kortini. Uundwaji wa tume ya Jaji Lila waibua mvutano kortini. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mwanahabari lenye linaanza na habari inayosema Dr. Mwigulu asisitiza uwajibikaji viongozi taasisi za umma. Dr. Mwigulu asisitiza uwajibikaji viongozi taasisi za umma. Lakini Wasira ujamaa haujapitwa na wakati ni msingi muhimu kwa maendeleo. Huyo ni Steven Wasira asema ujamaa haujapitwa na wakati ni msingi muhimu kwa maendeleo. Lakini ziara ya Rais Samia Urusi yafungua masoko mapya kwa bidhaa za Tanzania. Ziara ya Rais Samia Urusi yafungua masoko mapya kwa bidhaa za Tanzania. Na Balozi Kombo asema ushirikiano huu utawanufaisha wananchi wa kawaida kupitia ongezeko la ajira, uwekezaji, elimu na biashara. Lakini serikali ya watoa hofu wakazi Sinza, Dar es Salaam. Serikali ya watoa hofu wakazi wa Sinza, Dar es Salaam. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo linaandika habari inayosema serikali yaimarisha hatua za usalama wa chakula. Serikali yaimarisha hatua za usalama wa chakula. Serikali yaimarisha hatua za usalama wa chakula. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ni Dr. Mwinyi mgeni rasmi siku ya kupinga matumizi ya dawa za kulevya. Dr. Mwinyi mgeni rasmi siku ya kupinga matumizi ya dawa za kulevya. Lakini jaji mkuu awataka mawakili kufuata maadili na nidhamu. Jaji mkuu awataka mawakili kufuata maadili na nidhamu. Lakini ziara ya Rais Samia Urusi yaibua maeneo 9 ya ushirikiano. Ziara ya Rais Samia Urusi yaibua maeneo 9 ya ushirikiano. Na wajumbe wa BLW waiomba serikali kuangalia upya mifumo ya kodi. Wajumbe wa BLW waiomba serikali kuangalia upya mifumo ya kodi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Habari Leo lenye asubuhi leo linaandika mama adai kubadilishwa mtoto hospitali polisi wachunguza. Mama adai kubadilishwa mtoto hospitali polisi wachunguzwa. Lakini rais wa Singapore atua na ATCL kukutana na Rais Samia leo. Na Tanzania yanadi fursa soko la bilioni 36 Urusi. Lakini Tantrade yataja mazao manne mauzo yaongezeka. Na Tanzania kutumia utalii wa kilimani kuongeza mapato. Tanzania kutumia utalii wa kilimani kuongeza mapato. Habari inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini ukurasa wa 3 kuna habari inasema BOT yataka mfumo imara wa kudhibiti udanganyifu. BOT yataka mfumo imara wa kudhibiti udanganyifu. Na bidhaa za pangiwa sakafu soko jipya Kariakoo. Bidhaa za pangiwa sakafu soko jipya la Kariakoo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Jamhuri lenye lina habari kubwa inayosema Dr. Samia hatufungamani na upande wowote. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassani asema hatufungamani na upande wowote. Lakini atekwa shuleni mbele ya mwalimu. Mtekaji atuma ujumbe mfupi wa simu akitaka shilingi milioni 20. Habari inapatikana kwenye gazeti lako la Jamhuri kwa habari kwa kina.
Lakini kwenye gazeti lako la Majira lenye asubuhi ya leo linaandika Kioo Limited yatoa msaada wa vifaa vya milioni 150, lakini tukta MWRC kuzinduliwa, na historia iliyoandikwa Rais Samia ziara yake Urusi. Historia iliyoandika Dr. Samia ziara yake Urusi, lakini rais wa Singapore kufanya mazungumzo na Rais Samia Ikulu. Lakini waziri mkuu agiza uwajibikaji kwa watumishi, na hatua za TAKUKURU zazaa matunda Tanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza linaandika habari inayosema Wasira atoa mwelekezo SAWASA kuhakikisha wananchi wanapata maji. Lakini Tanzania kujadili fursa za biashara na Singapore. Tanzania kujadili fursa za biashara na Singapore. Na wafugaji wahakikishiwa kupatikanaji wa huduma za chanjo. Au ni wafugaji wahakikishiwa kupatikana kwa huduma za chanjo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo linaandika rais wa CWT asomewa mashtaka 14 ya rushwa na uhujumu wa uchumi. Rais wa CWT asomewa mashtaka 14 ya rushwa na uhujumu wa uchumi. Lakini maslahi ya taifa salama kwa Rais Samia. Maslahi ya taifa salama kwa Rais Samia yaelezwa ndio agizo lake majadiliano ya kibiashara duniani. Kitila Mkumbo aeleza mapambano yalivyo vita ya uwekezaji, lakini aondoa wasiwasi uhusiano wa mataifa yote ya kiuchumi upo vizuri. Lakini visima vya gesi asili vyaleta neema kwa wananchi Mtwara, na uwekezaji dola milioni 10 kunufaisha wakazi 5,000 Bagamoyo. Huu ni uwekezaji wa dola milioni 10 kunufaisha wakazi 5,000 Bagamoyo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Dira ya Mtanzania inaanza na habari inayosema rais wa CWT kizimbani kwa makosa 14. Huu ni rais wa chama cha walimu Tanzania kizimbani kwa makosa 14. Lakini Tanzania na Singapore kujadili ushirikiano. Rais Shammugaratnam Shammugaratnam atua nchini kufanya mazungumzo na Dr. Samia kusaini mikataba hati za ushirikiano. Lakini serikali kujenga uzio wa umeme Meatu kukabiliana na uvamizi wa tembo, na Wasira agiza SAWASA kutatua changamoto ya maji Same, na bei ya mafuta ya panda Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge linaanza na habari inayosema serikali DIT kukabili maafa nchini kwa sayansi na teknolojia. Lakini wizara ya fedha yaendesha mafunzo kuhusu mkakati wa taifa dhidi ya rushwa. Na rais wa Singapore atua nchini ni kwa ziara ya kikazi. Nyota Rais Samia yazidi kung'ara kimataifa. Lakini Wasira abeba kilio cha maji Same. Wasira abeba kilio cha maji Same. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani, na gazeti lako la Wamachinga linaanza na habari inayosema kocha aliyetimuliwa Liverpool akataa ofa ya Fulham. Lakini vilabu ligi kuu vyajifua kumalizia ngwe ya mwisho. Vilabu ligi kuu vyajifua kumalizia ngwe ya mwisho, na Barcelona ya muwinda beki wa Chelsea. Barcelona ya muwinda beki wa Chelsea. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kuna michezo naandika Okelo amfuata Feitoto Zanzibar. Lakini Kagera Sugar Geita Gold za rejea ligi kuu, na Mastaa Simba wazuia ubingwa Yanga. Mwamnyeto atuma ujumbe Simba. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini kimataifa, Perez ashinda uchaguzi Real Madrid. Huyo ni Perez uchaguzi Real Madrid. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika habari inayosema Alikamwe uongozi Yanga haujafanya mazungumzo na kocha yoyote wala mchezaji kujiunga na timu. Lakini Magori kocha atapewa jukumu la kuchagua wachezaji na kuwasajili. Na kuelekea kombe la dunia, Leandro Bakuna ndio mchezaji tegemeo wa timu ya taifa ya Curacao. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania.
Lakini gazeti lako la Majira linaandika mbio za ubingwa bado kizungumkuti ligi kuu bara, Simba Yanga mguu kwa mguu, Zanzibar yatenga bilioni 5 kwa AFCON 2027. Lakini Mtanzania atoa medali 4 India. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo, huku gazeti lako la Habari Leo linaandika Kagera Geita zaahidi ushindani ligi kuu, lakini klabu zilizotoa wachezaji kombe la dunia kujazwa noti, magoli yaahidi kusajili wa nguvu Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini beki Irani aijia juu FIFA, beki wa Irani aijia juu FIFA. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa 22 kwenye kurasa za michezo gazeti lako la Habari Leo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye michezo linaandika Simba ya uvalia njuga ubingwa, Singida Black Stars yadaiwa kumvuta kikosini Hussein Kazi. Lakini ligi kuu Zanzibar kuendelea leo, mshambuliaji Coastal Union atajwa Simba. Lakini kimataifa, Neymar ashiria kuaga kombe la dunia. Neymar ashiria kuaga kombe la dunia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe kwenye kurasa za michezo linaanza na habari inayosema matajiri wamfuata Aziz Ki. Matajiri wamfuata Aziz Ki, kisa Ebola Kongo yacheza kwa siri. Kisa Ebola Kongo yacheza kwa siri. Lakini kocha amtetea striker Yanga, presha ya ubingwa, kiungo apeleka ombi Simba. Hiyo ni presha ya ubingwa, kiungo apeleka ombi Simba. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini kuna habari inasema matajiri wamfuata Aziz Ki. Hao ni matajiri kutokea wapi? Basi pata gazeti lako la Mwanaspoti kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.